Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media. Katika shule ya sekondari ya Bishop Kibira iliyopo kata ya Nyakato, tarafa ya Bugando, wilaya ya Bukoba, Giovanni Reverien Justinian, mwanafunzi wa kidato cha 3, alikutwa akiwa amefariki baada ya kujinyonga kwa kutumia shuka lake kwa kuifunga juu ya dari kwenye bweni alilokuwa akiishi. Awali mtoto huyu pamoja na wenzake walibaki shuleni kwa lengo la kutumia muda ule ili kuwafundisha wale ambao walikuwa wamepata matokeo yaliyoko chini ya wastani, kwa maana ya kuwablashi, ili shule basi wawe na siku kadhaa watakazo wapa vipindi vya nyongeza ili waweze kukeep up na wenzao ambao walipata matokeo ya juu. Sasa inavyoonekana huyu hakulifurahia hili. Kwa bahati mbaya yeye alipata wastani wa 30 kati ya 60 ambayo shule imeiweka. Kwa hiyo kiwango chake cha ufaulu kilikuwa cha chini. Kwa hiyo akawa miongoni mwa wale ambao walilazimika kubaki shuleni ili waweze kutumia muda huu kufidia yale ambayo wenzao waliyafanya wakati wakiwa wote kwenye vipindi. Kuna yale maeneo ambayo ilionekana wazi kwamba hawakuyamudu vizuri. Sasa inavyoonekana mtoto huyu hakulifurahia hilo, lakini kwa sababu hakuwa na namna ya kutoroka, kwa sababu ile shule pana ulinzi wa kutosha, alichokifanya siku ya Jumapili alichukua shuka, akatoboa ceiling board, akapanda juu ya dari. Alipofika juu ya dari akajifunga, akajining'iniza. Sasa taarifa zikatolewa za mtoto huyu kupotea. Jitihada za kumtafuta zikaendelea bila mafanikio, na hatimaye jana jioni ndio ikapatikana taarifa kwamba hapana, tunasikia harufu kwenye bweni, na hili ilitolewa na wanafunzi wenzake waliokuwa wamebaki pale shuleni. Harufu ile ikawafanya wanafunzi wawaambie walimu, walimu wakatujulisha kwenda kuangalia. Kweli tukakuta inatoka juu ya dari, na kumwangalia akawa tayari ameshaanza, mwili umeanza kuharibika. Bado nisisitize kwa watoto wetu na Wanakagera kwa ujumla, tuache kuchukua sheria mkononi, na pia kwa watoto wetu, kama kuna jambo limekukwaza, mshirikishe mwenzako, mshirikishe mwalimu, mshirikishe mzazi. Mwalimu na mzazi hao wote ni walezi wako. Wawaambie ili kusudi waweze kuwashauri ni approach gani sahihi kuliko kukatisha uhai wao kama alivyofanya huyu. Maana kwa sasa ameacha pengo kwenye familia yake, familia ambayo ilikuwa inadhani tuna mtoto tunamuendeleza, baadaye atakuja kuwa labda mtu wa nafasi fulani na akaweza kutusaidia. Sasa ndoto zile zote zimefutika ghafla. Lakini kwa maana ya wazazi, bado niendelee kushauri, tuendelee kuwakumbusha watoto wetu, lakini pia tuwe karibu na watoto. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media.